Ijumaa, siku ambayo wewe Muislamu umeelekea msikitini kwa ajili ya kufanya ibada yako, nikukaribishe mtazamaji wa Mbayu TV hapa katika YouTube channel yetu, sehemu moja ambayo wewe unayapata yote ambayo unakuwa unatamani kuweza kuyasikia kila siku na kila saa, na moja kwa moja anakwenda kukata kiu yako. Mwana harakati huru Cyprian Musiba amewashauri viongozi wa dini na viongozi wa staafu wa serikali kutumia nafasi yao kubwa walionayo kwa kuomba kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na kushauriana naye moja kwa moja badala ya kutumia mitandao ya kijamii kutoa kauli za kukosoa ambazo tumeshuhudia baadhi ya viongozi wa kidini pamoja na wastaafu wamekuwa wakifanya vitu hivyo. Akizungumza ofisini kwake jijini Dodoma, Musiba ameeleza kushangazwa na baadhi ya watu wanaopinga kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa wakati wa baraza la Eid al-Fitr kuhusu kushughulikia wale wanaovuruga amani ya nchi. Musiba amewataja baadhi ya viongozi wakiwemo maaskofu, ambapo ameweza kumtaja Askofu Mwamakula, lakini pia ameweza kumtaja Askofu Bagonza, Profesa Anna Tibaijuka, Mzee Joseph Warioba na Mzee Joseph Butiku, akisema kuwa wanapaswa kutumia hekima na uzoefu wao mkubwa katika tia tija taifa kwa kuomba kukutana na rais ili kujadiliana kuhusu mambo ambayo wanayaona hayaendi sawa hivi sasa nchini. Na mnukuu Musiba akisema kuwa hotuba ya rais haikuwa na nia mbaya, ilikuwa ya kujenga na kuhamasisha umoja. Inapaswa kuheshimiwa kwa kadri inavyowezekana. Kwa mtazamo wangu, viongozi wa dini na wazee wetu kina Profesa Tibaijuka, Warioba na Butiku ni watu wenye nafasi kubwa ya kuonana na Mheshimiwa Rais na kuzungumza naye kuliko hizo njia wanazotumia, ameweza kusema Cyprian Musiba wakati akizungumza na waandishi wa habari pale katika ofisi yake jijini Dodoma. Huyu ni mwanaharakati huru ambaye ameweza kuwashauri viongozi mbalimbali wa kidini, kwa sababu siku kadhaa zilizopita iliweza kutolewa taarifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwataka viongozi wa kidini kuweza kuhakikisha kwamba wanabakia katika ile misimamo ambayo wameamua kuichagua ya kuweza kuieneza Injili ama kuweza kueneza dini na kuwafundisha watu kuyatenda yale yaliyo mema, ili kusudi wasiweze kwenda katika njia ambayo ni ya upotevu, na badala yake waweze kumrejelea Mwenyezi Mungu na kuweza kuyatenda yale yaliyo yake. Lakini imekuwa ni kawaida hivi sasa nchini Tanzania, viongozi mbalimbali wa kidini tunawashuhudia wakiweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za kisiasa, kama ambavyo nimekuwa nikizungumza ni kwamba kiongozi wa kidini akiweza kutoa kauli moja inaweza kuchukuliwa na kuaminiwa na kundi kubwa la watu, kwa sababu siku zote watu wana tabia ya kumwamini sana mtu ambaye anawasimamia kidini. Watu wana tabia ya kuyafuata yale yote ambayo yanaelezwa na mtu ambaye anawasimamia kidini. Kwa hiyo ni rahisi sana kiongozi wa kidini kuweza kuondoka na kundi kubwa la watu. Hivyo kama ameweza kuzungumza kitu ambacho pengine kinaweza ikawa kina wagawa watu, kwa watu ni rahisi sana kuwaona wakigawika. Ndio maana Musiba ameweza kunyanyuka na kuwaomba na kuwasihi viongozi hawa, kama wanahisi kuna jambo lolote ambalo pengine linaweza likawa linaelezeka, waweze kuomba kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wao ni viongozi wa staff, wao ni viongozi wa kidini. Kwa hiyo ni rahisi sana wao kuweza kukutana na rais na kuweza kuwasilisha yale ambayo wanakuwa wanayafikiria kichwani. Ni easy sana kwa wao kuweza kufikisha yale yote ambayo wanakuwa wanatamani kuweza kuyafikisha kwa kiongozi husika. Ni kitu ambacho ameweza kushauri Cyprian Musiba, mmoja wa wanaharakati wa muda mrefu hapa nchini Tanzania. Hii ni Mbayu TV, nikukumbushe kama bado haujasubscribe YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa hapa katika YouTube channel yetu. Lakini pia nikukumbushe unayo fursa tamu na adhimu ya kuhakikisha kwamba unatufuata pale katika akaunti yetu ya Instagram. Sisi huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Huko pia sisi tunakuelimisha na kukuburudisha wewe. Nite David Edward, uwe na siku njema.